sio harusi tu peke yake. Hata shughuli ambazo ni zingine za kitaifa. Kuna watu wanazamia. Wazamiaji wakosekani. Pangi. Yaani wazamiaji wakati mwingine inaweza kuwa ni tabia. Kuna mtu tu ameshazoea kuzamia. So hata sisi kwani sisi tunaenda kwenye press huko. Kuta press mmealikwa 5. Uko siende mnatafutia watatizo. Lipo lundo la ndugu zetu katika fani yetu. Bwana we. Lakini mimi nasema endelea. Wewe kwa hiyo utakutafutia matatizo. Wewe endelea. Mimi nataka mimi nitafutie matatizo. Endelea, nishakumbuka kitu. Sasa wapo na wenyewe wanakuja. Sasa issue inakuja sio kuwa na issue, sio kwenda kwenye ile eneo. Issue sasa unaondokaje? Pale ndio inakuwa shughuli. Ya press. Pale mimi naonaga huruma. Ya press ndio. Yaani wanakusanywa chap wote, afu wanaulizwa wewe ulialikwa na nani? Wewe nani alikutumia mwaliko? Kuna siku. Wewe ilikuwaje? Hebu nieleze siku hiyo. Pale je, ule hukumu unaitwaje? Ni ICC. Nilipewa hiyo kazi bwana. Wewe coordinator. Umonita wale ambao ndio husika. Iko na kadaftari. Chombo gani? Unaandika hapo. Mimi sina majina. Chombo gani? Sasa umefika muda wa bahasha kutoa vindu na kusaini. Ndio unafika pale. Mimi sina wewe ulialikwa wewe. Majina halisi unayo? Majina nayo. Wale waliko unao 20. Watu wanaokuja kudai 40. Ile siku nilionekana ni mnoko. Lazima. Waandishi hawanipendi mpaka kesho. Waandishi hawampendi Castro Dickson mpaka kesho kwa sababu ya posho. Amepewa watu 20. Wewe hujaalikwa. Lundo la watu 40 lipo. Ndugu mwandishi, hujaalikwa kwenye press conference. Unakuja kufanya nini? Shida sio kuja Castro. Unajua pia mwandishi kama mwandishi unatakiwa uwe na story. Yaani unatakiwa upate story. Wewe umekuja kukava story. Chukua story, sepa. Sasa mimi nichukue story niondoke wakati wenzangu wanapewa chochote kitu, maji ya kunywa. Wanapewa maji ya kunywa kwa sababu wameitwa. Kwa mimi nimejiita. Wewe umejiita. Mimi niliwaambia pale, nikamwambia mimi nina majina ya watu 20. Ukaambia ukweli? Na nikatoa kwa mujibu wa maelekezo niliyopewa. Sema si tunauana. Ndio maana hata kwenye hizi sherehe unajikuta unakuwa mwisho kwenye line ya chakula kwa sababu haikuhusu.